Bwana, Young Africans wameweka rekodi mbili kubwa kwenye michuano ya CAF, na hii ni mara baada ya kuwa na mwanzo mzuri katika kampeni yao ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 25-26 na kuanza kwao vizuri kwa kukusanya jumla ya alama 4 kwenye kundi B, kundi ambalo wengi wamekuwa wakilinasibisha kama ni kundi la kifo. Kumewafanya Young Africans waweze kutengeneza rekodi mbili kubwa kwa upande wa vilabu vya Tanzania katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Rekodi ya kwanza ni kuwa ndo timu ya kwanza kuweza kufikisha jumla ya michezo 6 bila ya kupoteza katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye hatua ya makundi. Ukichukua hizi mechi mbili ambazo wameanza nazo Young Africans kwenye kundi B, wakipata ushindi dhidi ya FAR Rabat pamoja na kutoka sare dhidi ya JS Kabylie, ukienda ukijumlisha na michezo mingine minne iliyopita katika hatua ya makundi kwenye edition iliyopita ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 24-25, ni jumla ya michezo 6. Mchezo wao wa mwisho kabisa kwenye kundi msimu uliopita ulikuwa ni dhidi ya MC Alger, sare tasa. Unarudi hapo unakwenda kukutana na mechi dhidi ya Al Hilal Omdurman ugenini, ambayo ilichezwa kule nchini Mauritania, ambako ndiko ambako Al Hilal walipofanya kama ndo makazi yao. Stefan Aziz Ki tunakumbuka mapema kabisa kipindi cha kwanza akawapeleka Young Africans kwenye uongozi, ikawa ni alama 3. Then kuna mechi dhidi ya TP Mazembe ambayo ilichezwa kwa Mkapa, Young Africans akapata ushindi wa goli 3-1. Kisha kuna sare ya goli 1-1 pale Lubumbashi dhidi ya TP Mazembe. Kwa hiyo sare ya kwanza dhidi ya Mazembe, ushindi wa 3-1 kwa Mkapa dhidi ya Mazembe, ushindi dhidi ya Al Hilal Omdurman ugenini, sare tasa dhidi ya MC Alger, ushindi dhidi ya FAR Rabat Zanzibar, pamoja na sare dhidi ya JS Kabylie. Kwa maana ya tasa inafanya Young Africans wawe ndio timu pekee na timu ya kwanza kutoka katika nchi ya Tanzania kuweka rekodi ya kwenda michezo 6 mfululizo ya kimataifa kwenye ligi ya mabingwa kwa maana ya CAF Champions League bila ya kupoteza. Hiyo ni rekodi mpya. Rekodi ya pili ni rekodi ambayo wameweza kufungana na wapinzani wao. Wametai nini? Young Africans hivi sasa, kitendo cha kwamba wamepata sare katika michezo yao miwili ya kwanza, tafsiri yake ni kwamba Young Africans wameshafikisha dakika 360 tangu waruhusu bao kwa mara ya mwisho kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Hii ni rekodi ambayo ilikuwa inashikiliwa na Simba Sports Club, ambayo Simba waliitengeneza katika msimu wa 2021 kwenye kundi ambalo lilikuwa na Simba, Ahli, El Merreikh ya pale Sudan pamoja na AS Vita Club. Katika kundi hilo Simba Sports Club alifanikiwa kutengeneza rekodi ya kuweka clean sheet 4 mfululizo katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hivi sasa pia Young Africans wametimiza idadi ya michezo 4 mfululizo ambayo hawajaruhusu bao katika hatua ya makundi, kwa maana ya jumla ya dakika 360. Kwa hiyo endapo Young Africans ataelekea katika mchezo dhidi ya Al Ahli na asiporuhusu tena goli, maanake itakuwa ni rekodi ya timu kutoka Tanzania ambayo imecheza michezo mingi zaidi ya kimataifa kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika bila ya kuruhusu wavu wake kutikiswa. Kwa hiyo wametai rekodi moja, lakini wanashikilia rekodi yao moja wakiwa kifua mbele kabisa, kwa maana ya kwenda michezo 6 mpaka sasa hivi wakiwa hawajapoteza mchezo kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika.